Assalamu alaikum ndugu Muislamu, karibu kwenye kipindi mafunzo ya Ramadhan. Ikiwa leo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2025, sawia na tarehe ya Kiislamu ikiwa leo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1446 Hijria. Nikiwa na uhodha wako Sumaiya leo. Kipindi mafunzo ya Ramadhan kitakuwa kinakufunza na kukuelimisha zaidi kuhusiana na mambo ya dini. Na leo tuko na mgeni wetu Ustadha, atakuwa anatufafanulia zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo, ikiwa mada yetu ya leo ni kuhusu ndoa. Na vile vile mtazamaji, usahau kuwa unaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii kama Al-Shifa Media Kenya, au pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0753444999. Bila kupoteza muda, tuweze kumkaribisha ustadha wetu leo. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naitwa Ustadha Rahma kutoka Kokotoni, na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunijalia kuingia katika Al-Shifa Media. Haya ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na si uwezo wetu bali ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadha, karibu sana. Tuko hapa ni kuulize kuwa na pia watu wapate kupata mafunzo kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan, na mada yetu ya leo pia kuhusu ndoa. Na swali langu la kwanza ni kuwa ni njia gani ama ni njia zipi wanandoa wanaweza kuimarisha imani yao na uhusiano wao katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu kitukufu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama tulivyoambiwa tunazungumzia kuhusu ndoa, na napenda niseme kwamba mimi kwanza si mwalimu sana vile, ila tunafuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba balighu ani walau aya, na kisha tukaambiwa katika Uislamu fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Kwa hivyo sisi ni kukumbusha, lakini si kwamba ni wajuzi sana. Swali nililoulizwa ni kuimarisha. Nini kinaimarisha ndoa? Si ndio hivyo? Naam. Kwanza katika Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala tumehalalishiwa sisi ama tumeamrishwa watu kuoana, na katika kuoana ndo kunapatikana kuimarika ikiwa watu wawili watapendana na kukubaliana kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mkienda kinyume na amri, basi ile imara inakosekana. Lakini kama tutakubali kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ndoa inakuwa ni yenye kuimarika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake, an-nikahu min sunnati, ndoa ni katika sunna zangu, faman raghiba bi sunnati falaysa minni, mwenye kukataa sunna zangu basi si katika mimi. Yani hapa kiufupi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kufuata maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapeleka kwa mtume ili aje kutufunza sisi na tukayafuata, basi tutaimarika katika ndoa zetu, na mwenye kuacha kufuata hao maamrisho basi si katika mtume sallallahu, si katika wale watu ambao wamefuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Shukran. Na kama watu hawajapendana hawafai kuoana? Kama watu hawajapendana wataoana vipi? Kuna wale wanalazimishwa kwenye ndoa. Hakuna ndoa lazima. Ndoa ni mapenzi. Tunaambiwa ndoa ni mawadda wa rahma. Watu wawili wakishapendana ndio wanaweza kuoana. Huwezi kulazimisha mtu. Wajua mwanadamu ni tofauti na mnyama. Mnyama unaweza kumlazimisha, lakini mwanadamu huwezi kumlazimisha. Naam. Tukisongea kwa upande mwingine, wanandoa wanawezaje
kufanya nini kuhakikisha wanashirikiana katika mfungo na swala kwa wakati huu wa Ramadhani? Wanaweza kufanya nini katika mfungo na swala ya Ramadhani? Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala tuambia katika Qur'ani, ya ayuhan nas, enyi watu, taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Kwanza tumetakana tuwe na uchamungu katika ndoa zetu. Wajua mwanadamu bila uchamungu Uislamu wake haukamiliki. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuwe na uchamungu. Muislamu yote ambaye ataishi akakosa uchamungu basi hajakamilika Uislamu wake. Sasa ili kwenye ndoa kuwe na usawa, lazima tuwe na uchamungu. Taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Tumche Mwenyezi Mungu ambaye ametuumba kwa nafsi moja. Kisha katika hiyo nafsi moja wa khalaqa minha zawjaha, akamumbia Nabii Adam mwanamke. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira, na akawaomba wanawake wengi, wanaume wengi na wanawake wengi. Kwa hivyo ili kupatikane furaha katika ndoa, basi ni lazima watu wawe na uchamungu inshallah. Na vipi kwa kama kufunga pamoja na kuswali pamoja inaimarisha uhusiano wao? Kufunga ni faradhi ambao tumefaradhishiwa sisi Waislamu. Katika aya ya Qur'ani asema Ramadhani ni mwezi ambao umekuja kwetu sisi, na ni lazima kwa sisi Waislamu sote tufunge, kwa sababu walifunga waliokuwa kabla yetu. Kwa hivyo sisi kufunga si adhabu. Hiyo ni sheria na ni ibada ambayo kila mwenye kufunga basi anapata thawabu. Kwa hivyo kwa wanandoa, ili wapate uimara na furaha katika ndoa yao, lazima wafunge wote, kwa sababu hii ni lazima na ni sheria. Si ati kufunga ni adhabu Mwenyezi Mungu ametuletea. Na kwa upande mwingine, ni changamoto zipi ambazo mara nyingi hutokea wakati huu wa mfungo na watawezaje kuzitatua kama wanandoa? Naam, katika mfungo subhanallah, pengine nitoe kisa kidogo kama hamtojali. Kuna rafiki yangu, kuna ustadha mwenzangu ambaye tulikuwa tuko katika darasa, akasema kwamba kuna ameletwa ujumbe yeye na wamama wake ambao wawafundisha hizi darasa. Wakamletea kwamba katika nyumba yake yeye bwanake ni Muislamu, lakini yampiga mke wake ule mchana wa Ramadhani, yataka lile tendo la ndoa ambao katika Uislamu sisi tumekatazwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Ambao hiyo ni moja katika changamoto. Kuna baadhi ya wanaume hawezi kujizuia. Sasa yuataka tendo la ndoa hali ya kuwa ni haramu mchana, lakini usiku sisi tumehalalishiwa, hata baada ya adhan tunaruhusiwa kufanya tendo. Lakini sasa kunao wale ambao hawawezi kuvumilia, inakuwa ni mtihani, wanasumbuana na wake zao. Kwa hivyo hiyo pia naona ni moja katika changamoto ambazo wanawake wanazipata kwa waume zao. Na ni vipi wanaweza kutatua shida kama hiyo? Ili kuzitatua lazima wote warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wafuate sheria za Mwenyezi Mungu kwa kuzikubali, kwa sababu tumeambiwa Ramadhani ni ayami maadudat. Ramadhani ni mwezi mmoja peke yake. Kwa hivyo hatuwezi kuchukua huu mwezi tukofanya kama mwaka tukashindwa kuvumilia. Kuna kama ambaye mwezi ni siku nyingi, mwezi ukiisha basi watu wanaendelea na starehe zao. Lakini mbali hata Ramadhani kuisha, usiku kuanzia magharibi mpaka asubuhi saa 10 tuna uwezo wa kufanya kile tunachokitaka. Kwa hivyo hatuna kizuizi kikubwa sana, sema tusubra katika ndoa ndo zimetushinda. So kwa hivyo ili tufaulu, watu wawe na subra sana katika ndoa zao na watafaulu inshallah. Na kwa upande mwingine, kama wanandoa watahakikishaje kuzingatia mtazamo wao wa kiroho wakati wa Ramadhani bila kusahau vile kimapenzi yao? Watazingatia vipi mtazamo wa kiroho bila kuacha uhusiano wao kimapenzi? Nafikiri kama nilivyokuambia, mtazamo wa kiroho ni kwamba upatikane subra katika hii ndoa. Kwa sababu tunaambiwa as-subra inda sidimatil ula. Kama kuna kitu ni kizito katika maisha ya mwanadamu na kinamtia mtu peponi, ni subra. Kwa hivyo mwenye kusubiri yuko kwenye uzito, yuko kwenye mambo mazito, lakini yeye ndio wa kwanza kuingizwa janna kwa sababu ile subra yake. Kwa hivyo kama watataka kuwa na mazingatio zaidi, ama watataka
kuwa na umoja wa kwamba mambo yao yawaende sawa, basi lazima wawe na subra zaidi, ndio utakayofanya wafanikiwe katika mambo yao yote inshallah. Na vipi kuhusu maelewano kati yao? Naam, katika jambo la kuelewana, hili ni jambo ambalo subhanallah ndoa nyingi zina mitihani. Lakini ikiwa ni mambo ya kuelewana, ni lazima mkubaliane pia vile vile, kwa sababu tumesema ndoa ni mawaddatan wa rahma. Na hapa katika Qur'ani amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayhi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika alama zake, yani miongoni mwa alama za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi amewaumba katika alama zake Allah Subhanahu wa Ta'ala za kuonyesha ihsani kwetu sisi wanadamu. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia wema sisi. Yani kila Muislamu atakana awe ni mwenye kuoa ama kuolewa. Ikiwa utakataa kuoa na kuolewa, utakosa ucha Mungu kwanza, kwa sababu utazini, utaenda kinyume na maamrisho ya Allah. Halafu ukikosa ucha Mungu, basi utakuwa kama shetani, kwa sababu utakuwa unafanya mambo maovu ambayo hamridhishi Allah. Sasa Allah katufanyia ihsani sisi ya kwamba watu waoane. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na katika alama zake Allah Subhanahu wa Ta'ala za kuonyesha ihsani kwetu sisi ni kuwa amekuumbieni wake zenu na katika jinsi yenu ili mpate utulivu wa maisha kwao, na amejalia katika hiyo ndoa, amejalia ndani ya hiyo ndoa baada ya kupata utulivu kisha mpate mapenzi na kuhurumiana. Kwa hivyo mtakapooana, kwanza kuna mawadda ambao ni mapenzi, lakini pia kuna rahma ambao kila mmoja atakuwa yamhurumia mwenzake. Naam, kwa upande mwingine kuna mtu anauliza kuwa ni vipi ama kuwa mwanamume wakati huu wa Ramadhani kama anaweza kumpea mkewe talaka. Kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la talaka amelichukia sana, analichukia sana. Hapendi mambo ya talaka. Na watu wengi wanafanya kama mzaha. Kunao wanawake wanaomba talaka na kunao wanaume wanapeana talaka pasi na sababu ya msingi. Hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya yake Suratul Baqara asema, wa idha talaqtumun nisa fataliqu faballagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin. Asema Mwenyezi Mungu, na mtakapowapa talaka na wakafikia kumaliza eda yao, basi warejeeni kwa wema ama tukaneni nao kwa wema, yani muache kwa wema. Sasa wanaume ama wanawake wako wanachukulia hili jambo la talaka ni jambo la rahisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yachukia kwa kutajwa talaka ama kwa mtu kupatiana talaka. Si mwanamke kuomba ama kupewa ama mwanamume kutoa kwa ihsania, kwa imani yake tu kwamba ameona lile ni jambo ambalo lafaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakataa jambo la talaka na linamchukiza sana. Naam. Kwa hivyo ni vibaya mwanamume kutoa talaka. Ni vibaya mwanamume kutoa talaka isipokuwa kwa sababu za msingi. Wajua kuna mambo unaweza kuvumilia ikafika mahali ikabidi lazima talaka itoke. Wajua kuna wanawake wanaomba talaka lazima. Ambao moja kwa moja huwezi kupeana talaka, inatakana kwanza umuone kadhi, umuulize hivi na hivi naenda vipi, kwa sababu mwenye kuomba talaka inabidi aregeshe mahari kwa yule mumewe. Kwa sababu kama wewe utakuwa umepewa mahari alafu unaenda kuomba talaka, itabidi uregeshe mahari. Lakini ikiwa umepewa talaka kwa makosa yako, mahari hayarudi. Kwa hivyo kupeana talaka inaruhusiwa, lakini kwa jambo la msingi sana, jambo ambalo limemkera Mwenyezi Mungu sana. Kwa mfano kama kuzini, mke wako ana tabia kuzini, hapo ni lazima utampatia talaka, kwa sababu mtaishi vipi sasa katika ulimwengu ambao tuko nao? Kuna maradhi, kuna vitu ambavyo tumeruhusiwa sisi Waislamu katika Uislamu kwamba mwanamume tunaambiwa ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Mwanamume ndio kiongozi wa wanawake, wanaume ndio viongozi wa wanawake. Lao mwanamume ataingia katika nyumba, amekwambia mtu fulani sitaki aingie katika nyumba yangu, lakini kila kukicha unamuingiza yule mtu ili kumuudhi, ili kumkera, unamkosesha amani, basi Uislamu unaturuhusu kwamba yule mtu una haki ya kuachana naye, kwa sababu ameenda kinyume na amri za mumewe na pia anamuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutokumsikiza mumewe. Naam.
Kwa hivyo mpaka mtu akosee ndio mahari yatarudi. Ama sikukosea, akiomba talaka. Akiomba talaka basi anaregesha mahari. Lakini kama hakuomba talaka, amepewa talaka kwa makosa, haregeshi mahari. La, amepewa talaka kwa kutokuwa na makosa. Mwanamume tu akamwa kwamba mimi nimeoa mke mwingine na baada ya kuoa mke mwingine wewe sikutaki, basi itabidi pia mregeshe mahari yake. Naam. Kwa sababu sasa yeye hana makosa yoyote na amemkataa. Si ati yuko naye aombe talaka, aombe mahari. Ikiwa yuko naye anaweza kuishi, kwa sababu Uislamu umeturuhusu sisi tuolelewe wanaume hata wanawake hata zaidi ya 4. Kwa sababu ni amra kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natakana sisi wanawake tukubali, kwa sababu maneno ya Mwenyezi Mungu ni maneno matukufu kwanza. Pili ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ana sababu kubwa ya kusema kwamba wanawake waolelewe. Sisi tuna mambo mengi ndani ya majumba. Unapoamka wataka uoshe vyombo, ufue. Inafikia wakati wa kulala umechoka. Mume yakuhitaji, wewe umechoka, unamgeukia upande wa pili. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kuna ile time unaingia kwenye period. Mwanamume anataka haki yake, wewe hali yako haikuruhusu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleta sababu ya kwamba watu waolewe wanne ni kwamba ili akiwa na matatizo upande huu akasaidike upande mwingine. Naam, ndio sababu ya kuwa Mwenyezi Mungu ametaka wanawake waolewe zaidi. Lakini upande wa mahari ni lazima kila mwanamume anayeoa lazima atoe mahari. Hiyo ni lazima. Na kama hutatoa mahari, tunaambiwa siku ya kiyama mwanamume ambaye hakutoa mahari anafufuliwa hali ya kuwa upande wake mmoja wa bega lake umeinama hivi. Kwa hivyo kila mwanamume inshallah awe ni mwenye kutoa mahari kwa mke wake inshallah. Na mwanamke asiyetolewa mahari na ndoa yao inafahamika kuwa si halali. Hakuna mahari ya uhalali, kwa sababu ili mahari yawe halali lazima mwanamke afunge ndoa. Ndio yale mahari yanakuwa ya uhalali. Ndoa ni makubaliano, mafungamano baina ya mwanamke na mwanamume kisheria. Hamwezi kuoana pasipokuwa na sheria mkasema kwamba mtapeana mahari, kwa sababu nyinyi tayari mnazini, hamko katika ndoa. Ili itwe ndoa lazima mfunge ndoa na mkubaliane kwamba mmekubaliana, lakini kupatikane mawali ambao ni mashahidi wenu ambao watakuwa katika ile ndoa yenu, wataisimamia na wakubali. Maana kwa mfano kama wazazi lazima kubali kwamba mwanangu nimekubali kumkabidhi fulani bin fulani, na upande wa mume pia lazima nimekubali mwanangu kumwoa fulani binti fulani. Wakishatoa ile ruksa wazazi, basi we unaolewa inshallah. Naam. Kwa upande mwingine ni sawa kuwa kijana ambaye hajaoa anaweza kuletewa iftari na mpenzi wake. Subhanallah, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hayo ni mambo ambayo haiwezekani, kwa sababu hayo ni mambo ya kizungu. Sisi Waislamu tumekatazwa hata kusongelea na mwanamke na mwanamume karibu, kwa sababu wanaume wameumbwa na tabia ya kutamani. Mwanamume yatamani hata mwenda wazimu. Si kama mwanamke akiona mwenda wazimu yamkimbia, lakini mwanamume hata mwenda wazimu yamtamani. Nikupatie kisa kidogo. Kuna kisa ambacho tuambiwa kuna mama ambaye alikosana na mumewe. Mumewe ana kazi ya kusafiri. Sasa katika safari zao kwenda na kurudi, yajua bwanangu baada ya wiki mbili huwa yarudi nyumbani. Sasa yule mume wakati wa kurudi, ile siku yake ya kurudi huwa yajua baada ya wiki mbili, kama ni Jumamosi ama Jumapili huwa yaja nyumbani. Sasa usiku akasikia mlango wagongwa, wiki mbili zimeisha, akasikia mlango wagongwa. Yule mwanamke kwa hasira akainuka, akaenda akafungua kitu kama saa 6 za usiku mwingi. Akaenda akafungua mlango na akaingia ndani, hakuwasha hata taa. Kwa ile hasira, kwa kuwa aliondoka bwana amekasirikiana, akaingia ndani, akarudi akapanda kitandani, akalala. Sasa yule naye alokuja kwa sababu kwa mlango umefunguliwa, naye akaingia akamfuata, naye akapanda kitandani wakalala. Sasa subhanallah, kilichomfanya yule mwanamke akose amani, yule alolala naye yuanuka vibaya. Ikabidi sasa huyu yuanuka vibaya amekuja kwani hakuoga. Ikabidi achukue tochi amwilike. Akimwilika kumwangalia hivi ni mwenda wazimu. Amepanda kitandani amelala na mizigo yake. Uchafu wake. Sasa yule mwanamke akashtuka, subhanallah, akaanza kubabaika. Hajui atapita na wapi. Maana yeye amemkaribisha kwa hasira akijua ni mumewe, kumbe si mumewe. Sasa ikabidi ashuke kitandani, kupiga kelele hawezi, hajui atamtoa kwa njia gani. Kwa hivyo saa nyingine hasira ya mwanamke inakuwa ni hasara. Ndio maana nikakwambia
mwanamke anaweza kuogopa mwendawazimu, kwa sababu yule aliogopa baada ya kuona kwamba yule ni mwendawazimu akawa hana amani. Lakini kama ingekuwa ni mume alimkaribisha ndani ya nyumba akaona ni mwanamke mrembo, basi angembembeleza. Na hata yule mwanamke pia yule alivyoingia, kwa kuwa ndikuwa ni mwanamume na si mumewe, lau angemuona kwamba si mumewe pia hangekubali, ingebidi pengine aite usaidizi. Lakini hakukubali. Lakini mwanamke yuaogopa, yani mapenzi yake siku hizi subhanallah kidogo kuna wanawake wanatongoza wanaenda uchi subhanallah, Mwenyezi Mungu atuongoze. Lakini mwanamke mwenye kumcha Allah, mwenye kumogopa Mwenyezi Mungu na mwenye kufuata sheria za dini haezi kutembea uchi, haezi kujiacha wazi, kutongozwa, haezi kujipeleka mbele za wanaume, kwa sababu yajua hili ni kosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwanamume anapokutamani basi wewe unazini na yeye anazini. Kwa hivyo atakana tujiepushe sana kuwa mbele za wanaume inshallah. Na ni vitu vipi ambavyo wanandoa wanaweza kufanya ili kujifurahisha wakati huu wa Ramadhani? Na katika Ramadhani wanandoa wanachotakikana wakifanya zaidi ni ibada. Kwa sababu huu mwezi umekuja tuambua ni mwezi wa ibada, na ni mwezi mdogo, ni mwezi mchache. Nimesema ayame madudat, ni mwezi ambao masiku yake ni machache. Kinachotakikana watu wafanye bidii nacho katika hii ndoa, ninyi kama wanandoa ama wanandoa wote wafanye bidii sana ya kufanya ibada, ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna matatizo ndani ya majumba, Allah awaondolee. Kuna watoto umewazaa wanakusumbua, kuna watoto ni walevi, kuna watoto subhanallah hawasikizi wazazi wao, kuna watoto subhanallah, yani ili mradi kila nyumba ina mitihani yake. Kwa hivyo kitu kizuri zaidi ambacho tutakana tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ndoa ili tupate matunda ya huu mwezi, basi ni kufanya ibada na kumuomba msamaha. Kwa mfano kama sasa tuko katika 10 la pili la Ramadhan, 10 la maghfira, kwa sababu tumetoka katika 10 la rahma. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametufikisha, na si wote ambao wamefika katika 10 la rahma. Sisi tumejaliwa alhamdulillah. Tunatakana pia tuombe Mwenyezi Mungu atujalie pia tupate itku minan nar katika 10 la mwisho la Ramadhani. Kwa hivyo kwa sababu leo ni siku ya 19 kama sikosei. Katika siku hizi 19 yatakana mwanadamu mpaka kufikia sasa awe amepata ucha Mungu katika moyo wake. Si umefunga Ramadhani mpaka imefika tarehe ya leo huna ucha Mungu, hujabadilika. Yani ulivyokuwa mwakani mwaka wote ndivyo ulivyo mpaka sasa, mpaka tarehe ya leo. Ramadhani imekuja kutubadilisha. Kwa hivyo kama wanandoa wanatakana wabadilike katika ndoa yao, wawe ni wacha Mungu, lakini pia waongoze watoto wao. Lakini pia katika uongozaji wa kuongoza watoto wao wenyewe wawe wanaomba dua sana zaidi ya Allah awaswame makosa yao. Na Uislamu umetaka tukiomba msamaha tujiombe sisi na wazazi wetu na wasiokuwa sisi, yani waislamu wenzetu. Na katika dua ambayo imependekezwa zaidi unasema Allahumma ighfirli waliwalidayya, kama unaombea wazazi Allahumma ighfirli waliwalidayya walilmu'minina yawma yaqumul hisab. Yani ewe Mwenyezi Mungu, ighfirli, nisamehe mimi, waliwalidayya, na wazazi wangu wawili, walilmu'minina, na waislamu wote, yawma yaqumul hisab, siku ya kiyama, siku itakaposimama kiyama. Inshallah. Na ni njia gani au mwanaume au mwanamke ni njia gani anaweza kutumia endapo mwenza wake anafunga lakini hapendi kuswali? Nikijitolea mfano mimi mwenyewe alhamdulillah. Na nikijitolea mfano mimi mwenyewe, mimi nilikuwa na huo mtihani wa kwamba ndani ya nyumba saa nyingine unapatikana swala, watoto wanaswali, mzee anaswali, saa nyingine hivyo. Kwa sababu wajua katika ndoa kuna watu mashallah mbahatika mpata tayari mtu amepata mtu ni amezaliwa katika kizalia cha dini. Na mashallah yuaswali, nyumba nzima wanaswali. Lakini kuna sehemu unaingia wanaoswali ni mtu mmoja ama wawili. Sasa inapofikia pale inabidi sasa wewe mama ungangane. Mimi nimefanya ibada ya swala, nimefunga sana. Nikimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie familia yangu watu wenye kufanya ibada waswali, hasa mume wangu, watoto wangu. Na nilikuwa nikilia sana kwa sababu nilikuwa naona kama ambaye haliwezekani. Lakini kila siku hata ninaposimama kwenye darasa huambia mama kwamba mtu yoyote ambaye yeye hajajibiwa maombi yake basi hajamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Na hiyo ni kweli kabisa. Mimi nimemuomba na alhamdulillah familia yangu, watu wote alhamdulillah
wamesimama na msimamo wa swala. Kwa hivyo kitakachomsaidia yeye ni kufanya dua. Amke usiku amuombe mumewe, amke usiku aombe familia yake, amke usiku ajiombee mwenyewe na asikate tamaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Mwenyezi Mungu asema tusikate tamaa na rehema zake, tusikate tamaa na huruma zake. Kwa sababu ya nini? Mwenyezi Mungu yuwasamehe watu wote, hata kama walifanya maasi gani, Mwenyezi Mungu yuwasamehe. Na mwingine hapa yauliza kuwa ni sawa kuwa wapenzi ambao hawajaoana baada ya kufungua wanaweza fanya mapenzi? Subhanallah. Naam, kama tulivyotangulia kusema katika Uislamu, wanaofaa kukaa nyumba moja ama mahali pamoja ni watu ambao wamefunga ndoa. Hakuna upenzi katika Uislamu kwa watu ambao wanazini. Muislamu atakana afunge ndoa, aidha ni mwanamke ni msichana ama yule anayekaa naye awe ni mama mtu mzima. Lazima wafunge ndoa, kwa sababu sisi Waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturuhusa, ametujalia tukimaliza talaka. Kama ni talaka umepewa 3, basi ukishamaliza zile talaka 3 una uwezo wa kurudiana na mume. Umemaliza na kurudiana na yule mume, lakini utatafuta mume mwingine akuoe. Wajua kuna baadhi ya mijikenda ambao mtu anapoachwa ama anapofiwa hukata kuolewa, kwa sababu anasema wanangu watakaa na nani, nikiolewa na huyu mume nitamwachia nani? Lakini Uislamu umeturuhusu sisi kwamba tutakapokuwa tumeachwa ama tumefiliwa, basi tuna uwezo na tuna ruksa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba tutafute waume wengine na tuolewe. Kwa sababu hatuna haja kusema kwamba mimi nitavumilia, na hakuna anayeweza kuvumilia. Kuvumilia ni kuzini tu, ndio kitu ambacho itafuata. Kwa hivyo Muislamu yatakana atakapokuwa yuishi kwenye ndoa, aishi ndoa ya halali, asiishi na mwanamume akasema kwamba manake wengi katika Ramadhani hata hivi tunavyosema kuna watu wameenda makwao, wameacha kufunga kwa sababu wanasema kwamba huyu hatuja halalishiana, tujafunga ndoa. Lakini baada ya Ramadhani wanarudiana, ambao hayo ni madhambi wameanza, wameyasimamisha na wanakuja kuyaendeleza. Baada ya kuwa hapa katikati ilikuwa ni walete istighfar, waombe msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasame ili wasiendelee kufanya maovu, wao wanaanza tena upya. Kwa hivyo hawana msamaha kwa Allah, na ile ndoa yao haiswi na haifai wao kurudiana. Naam. Na vipi kuhusiana na ndoa za wakati wa Ramadhani, zinaruhusika watu kufunga ndoa katika Ramadhani? Naam, inaruhusiwa, kwa sababu ndoa ndio kitu msingi, ndio kitu muhimu. Alinu nikah, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema alinu nikah, itangazeni ndoa. Inatakana kila mtu ajue kwamba wewe unaishi na fulani lakini mmefunga ndoa. Wazazi na mashahidi kama ni ndugu zako, ndugu yako wa kiume, lazima wajue kwamba wewe unaishi na fulani lakini nyinyi mmefunga ndoa. Kwa sababu ndoa ndo halali. Lakini umeanza Ramadhani mwanzo mpaka umefika Ramadhani 20 hujafunga ndoa, unapata madhambi, somo yako haikubaliwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Ramadhani tuseme kwa mfano kama Shaabani inapoingia ukasema mimi nataka nifunge ndoa Ramadhani kabla ingie, niwe nimefunga ndoa, nifunge Ramadhani yangu vizuri na mume wangu, alhamdulillah, basi Ramadhani yako inakubaliwa na somo inakuwa makbul. Na kwa mfano umechelewa kwa sababu hukujua, wajua kuna watu hawajajua maana ya kufunga. Ukafunga katikati ya Ramadhani, basi wakati unapofunga ile Ramadhani yako kisha kafika tarehe 10 ama 12 kwa mfano kama tulivyo sasa hivi, basi ile Ramadhani kwa sababu kuwa hujui, Allah Subhanahu wa Ta'ala yakusamehe. Lakini kama ulikuwa wajua ni kusudi, basi wewe na Mola wako. Lakini ndoa ndio kitu muhimu. Na tukimalizia ni ushauri upi unaweza kuwapa wanandoa au vijana kwa sasa wakati wa Ramadhani? Naam, katika ushauri ambao ningependa kuwapatia vijana, kwa sababu mimi kwanza hapa nilipo mimi ni mama, vijana ninao alhamdulillah. Mwenyezi Mungu amenijalia wanaume, mwenyewe na waitwa maswahaba wale, manake sikupata msichana, lakini najivunia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kunao ambao hawakupata hata mtoto mmoja, wanatamani wapate mtoto japo ni mmoja wa kiume ama mmoja wa kike, na Allah hajawajalia. Kwa hivyo sisi ambao tumejaliwa alhamdulillah tumshukuru Allah. Ningependa kusia kwanza vijana wangu kisha na vijana wa wenzangu na Waislamu wote kwa jumla kwamba inshallah tumcheni Allah, kwa sababu ujana Waswahili wanasema ni moshi. Ujana ni moshi. Yaani sasa haujawaka
lakini unavopepea kuwapepelea watu unawaumiza, kwa sababu huwa ni kero. Kwa mfano kama mama una kijana wako, halafu kila siku yoja na kijana huyu, kesho yoja na kijana huyu, kesho yoja na msichana huyu, inakuwa subhanallah inamkera yule mzazi, ni huo moshi. Sasa ukisema unawaka sijui inakuwaje. Kwa hivyo nawaomba kila mzazi kwanza tuwe chini, tuzungumze na vijana wetu inshallah, tusiwe wakali, kwa sababu katika upande wa kuzungumza na watoto kuna baadhi ya wazazi ni wakali. Mtoto hataki umzungumzie kwa ukali. Ni kama vile mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa akiwa mkali watoto wanamuogopa. Na tunaambiwa al-ummul madrasa, mama ndo madrasa. Mama ndo mtu mkubwa sana ambaye anaweza kufundisha watu na wakatulia. Ndio ona shughuli nyingi wanaoongoza kwenye mashughuli ni akina mama. Kwa hivyo mama ili ambadilishe mwanawe, basi nawe chini azungumze naye kwa upole, mwanangu, hili unalolifanya Allah ametukataza, hili unalolifanya mtume hakulifanya, hili unalolifanya linamkera Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia unawaumiza wazazi wa hawa watoto unaofanya maovu, unafanyia mabaya wazazi wa hawa watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia siku moja aliulizwa, kuna mtu alikuwa yupenda yeye kuzini. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, akamwambia ya Rasulullah, mimi nikataze mambo yote, niamrishe kila kitu nifanye, lakini usinikataze jambo moja. Kama ni kuswali nitaswali, kufunga nitatoa, kutoa sadaka nitatoa, yani kila kitu nitafanya, lakini usinikataze jambo moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ni jambo gani hilo? Akamwambia, usinikataze kuzini, napenda sana mimi kuzini. Tuambia Rasul sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, akamwambia, nimekusikia maneno yake, lakini na mimi maneno yako, lakini na mimi nataka nikuulize swali moja. Akamwambia, niulize. Amwambia, hivi waonaje umepita mahali ukampata mamako mzazi yuaziniwa, utakubali? Yule mtu akamwambia Mtume, mamangu mimi siwezi kukubali. Tena kwa nguvu, yani hawezi kukubali mamake aziniwe. Akamuuliza tena akamwambia, hivi waonaje upite mahali umuone dadako mdogo wako ama mkubwa wako yuaziniwa, utasikiaje? Asema, dadangu mtu hatuwezi kukubaliana, hiyo mimi siwezi kukubali. Basi tuambia Rasul sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, vile vile ambavyo huwezi kukubali na mamako wala ndugu yako, hivyo hivyo pia wazazi wa wenzako wanasikia vibaya wakati wewe unapozini watu wao. Kwa hivyo sisi Waislamu tumekatazwa kuzini, tumekatazwa kufanya mambo maovu, tumekatazwa kufanya munkar wote, isipokuwa tufanye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Insha Allah. Shukran sana. Na mtazamaji, hapo ndipo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Shukran sana kwa wale walioungana nami kuanzia mwanzo hadi tukifikia hapa mwisho. Tukutane tena kipindi kijacho. Nimekuwa wako Sumia Lewa.